Wajukuu zangu, mko tayari? Tuko tayari. Mko tayari? Tuko tayari. Mnaangalia huyu kuku ambaye nimemshika hapa. Yoyote atakayeweza kumkamata kuku huyu atakuwa ndio zawadi yake. Ndio. Mmenisikia? Ndio. Mmenisikia? Ndio. Zoezi letu litaanza rasmi na mshindi ni lazima nitampa jogoo huyu. Mmeipata? Ndio. Sawa. Huyu kuku kwa zoezi la leo ni zoezi la ukakamavu na kujiandaa, hata kama tukivamiwa katika kijiji hiki muweze kukimbia. Mtakimbiza huyu kuku. Yoyote yule atakayemkamata huyu kuku, huyo ndio atapewa zawadi, na huyo nitampa uongozi wa kuwa kiongozi kwa muda wa wiki moja au wiki mbili. Lengo ni kuongeza ukakamavu, kuwa wakakamavu, msio wavivu, muweze kufanya kazi za shambani, za nyumbani. Kuku huyu nitamwachia sasa. Nataka nimuone mshindi atakaye kumkamata kuku huyu, basi akija hapa ndio namkabidhi huyu kuku. Nitamkimbiza na yeyote atakayemkamata, atakayemleta hapa ndio namkabidhi, ndio zawadi yake. Amekuwa mshindi na ni kiongozi kwa muda wa wiki moja au wiki mbili. Sasa zoezi linaanza. Mmenisikia? Ndio. Zoezi linaanza. Mpo tayari? Ndio. Mpo tayari? Ndio. Mpo tayari? Ndio. Kamata kuku huyo. So instinctive and so passionate. Naona vijana wanaendelea. Ni kweli kabisa, wakakamavu sana mume wangu. Kale kadogo lakini kanataka kuwashinda wakubwa. Sasa mume wangu, mimi nikafuatilia dawa nyumbani na kuja. Sawa. Kapa pale mipango. Sawa. Haya. Kweli nichagua. Sikujidanganya kwenye jeshi lile la msituni. Kwanza linikatalia. Sema we mzee. Lakini nashangaa baada ya kumaliza mafunzo akaniambia kwamba sasa yale mazungumzo ambayo uliongea mimi nataka tuoane. Kapeleka ng'ombe kwao. Ndio niko naye mpaka sasa, najivunia. Mtoto mdogo mbichi lakini yuko na mimi mzee, lakini anajua mambo yangu. Anajua mimi ni tajiri, nina mbuzi na makuku, na ndio maana amekuja kwangu. Mimi ndio mzee Kapaso bwana, tajiri wa matajiri. Wala sina shaka yoyote. Nitaishi naye mpaka nitazaa naye watoto. Wajukuu hapo watamlea naye, atawalea, hakuna tatizo. Hivyo hivyo, anguka chini, amka. Anguka chini, amka. Safari endelea tu. Hivyo hivyo. Nina jeshi, nimelikubali. Hivyo hivyo wajukuu zangu. Sawa sawa. Sawa sawa, ni jeshi moja nimelipenda kwa siku ya leo.
Wajukuu zangu, Ndio! mmerudi? Ndio! Mshindi amepatikana? Ndio! Sawa, nimemwona mshindi. Toka bibi. Mshindi amepatikana! Mshindi amepatikana! Mshindi amepatikana! Pokea zawadi yako mshindi. Sasa ongea mama kuhusu tajiri. Naona Nimempendeza sana. Ongea sana kwa sababu wako. Sawa. Asante. Mimi ngoja nimpe zawadi yangu. Maana nimemtahidi sana. Zawadi hii naomba uitunze kama nilivyoitunza mwenyewe. Sawa. sasa mshindi, wewe ndio utakuwa kiongozi kama nilivyotamka mara ya kwanza. Utawaongoza hawa dada zako kwa muda wa wiki 2, lazima wakupe heshima. Umesikia? Ndio. Mmesikia nyinyi? Ndio. Huyu ndio kiongozi, inabidi mumheshimu kuanzia leo. Ndio maana nimevua taji langu nimempa, na mke wangu kavua kampa. Ana heshima kubwa. Mmemwona huyu? Ndio. Huyu ndiye atakayekuwa kiongozi wenu kwa wiki nzima hii. Inabidi mumheshimu. Isisikie mtu yoyote anamdharau. Huyu ataongoza kwa wiki nzima. Akimaliza wiki nzima, tutafanya zoezi lingine na zawadi nyingine tena kubwa zaidi. Itakuwa zawadi ya mbuzi. Yote atakayeshinda atakabidhiwa mbuzi na atawaongoza wenzie kwa wiki 2, sio moja tena. Mmesikia? Ndio. Mmesikia? Ndio. Nasema hivi, zawadi zitaendelea. Wiki ile iliyokwisha nilitoa zawadi ya bata. Wiki hii nimetoa zawadi ya jogoo. Wiki inayofuata nitatoa zawadi ya mbuzi. Kwa hiyo zawadi zitaendelea. Sasa naomba muamke, mje piga magoti mbele ya bibi yenu akuwekeni mikono ya baraka. Sawa. Sasa nendeni wale mbuzi mliowafunga asubuhi, nendeni mkawarudishe. Sisi sasa hivi tunarudi nyumbani. Mmesikia? Ndio. Nikupokee zawadi yako nikakuhifadhie nyumbani. Utakaporudi utaikuta nyumbani.
Yaani mimi ndio kamanda wenu. Toka hapa. Mimi ndio naongoza. Nini wewe? Nani huku je nimekukamatia? Yaani kamatia. Wewe vipi wewe? Yaani pale babu alipokuwa anaongea. Nikamsikiza kama vipi babu wewe ukatuongoza sisi. Sasa wewe tumekulea pale tunakuangalia. Sasa ungesema pale pale kwa babu. Ungesema pale pale kwa babu. Hapa tukirudi tunamchemsha ule kuku. Anapata utumbo, anapata mguu, anapata mguu, anapata kichwa. Afu vinavyobaki kwanza kukulia kwanza nyama ale nani utumbo tule sisi. Nyie vipi kafanya utumbo? Kuku ndio nilokamata. Wewe unataka kukamata wote. Ule nyama kuku nimemkamata. Mimi paja, wewe kichwa. Mimi paja kichwa. Kichwa na tumbo. Unaonaje? Sasa nifanya vizuri kweli mwanangu. Wakakamau sana. Jeshi ndio linavyotakikana. Si unakumbuka wakati ule tuko kule jeshini? Ndio. Jeshi la jani. Shukuru ulikuwa unarusha mishale. Nae. Basi. Nilifurahia ulivyorusha mkuki ukaenda kuingia kwenye mti. Mpaka ukatishika. Mimi nilikuwa naona kwamba kulikuwa na askari wengine pale wa jadi. Nilikuwa naona wivu nasema wasije kwa sawa. Ndio ninavyotakikana katika maisha. Maisha ni kutafuta kama hivi unavyoona lakini mimi watoto wangu nataka wengine waeleza wa ndege huko. Hamna tatizo. Kamavu bwana tushenitoka mabondia bure mimi sitaki. Sasa wewe mwenyewe mbona umepitia sasa wewe utake. Sasa mimi mnani. Je, tukivamiwa pale? Tukivamiwa utakwenda wapi? Mimi nitatetea mwanangu nataka aseme ende mbele kama mbele. Kila siku kila watoto wao mabondia. Sasa na wewe tena na wewe waga. Basi tutakubaliana tu. Sawa. Yule ni mgawanyo. Tutagawanya bondia kwao na wasonge kwao. Sawa. Hiyo ndio inapotakikana. Nakubaliana, haina tatizo kwa mimi, haina tatizo. Hapo kama mtu anaumia cha uongo.